Kwa nini aya hii moja? Kwa sababu nimekuta kwenye aya hii Allahu tabarak wa taala ameleta mafunzo mengi kutoka kwa kiumbe dhaifu, kiumbe kinyonge sana, mnyonge sana. Mdudu sisimizi ana somo la maisha la mwanadamu, kumfundisha mwanadamu namna ya kuishi, na ndani yake inshallah tutamwambia mwalimu sisimizi atusomeshe na atatupa masomo 10. Ndio mwaka huu tuna masomo 10 ya kujenga matendo yetu yawe mazuri, kwa sababu imani ikichanganyika na matendo ndio sababu ya watu kufaulu. Mwaka huu tutasema kama tunataka kuishi kama watu wenye utendaji bora, hatuna budi kumuigiza mdudu sisimizi. Ni kweli ni mdudu ndogo sana, ni mdudu dhaifu sana, lakini subhanallah ni mwalimu wa mwanadamu bora. Mwanadamu anayetaka kuwa mwanadamu mzuri lazima amkubali mdudu sisimizi. Darasa yetu ya mwaka huu tutaenda na aya moja tu, ambacho ni moja katika visa vya Qur'an. Ndani ya Qur'an tuna visa vingi sana, na leo tutaeleza hikma ya visa katika Qur'an, lakini tutaisoma aya ya 17 kwenye suratun Naml. Aya ya 17 kwenye suratun Naml: wa hushira li Sulaimana junuduhu min aljinni wal ins wat-tayri fahum yuzaun hatta idha ataw ila wadi an-namli qalat namlatun ayyuha an-namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Namuomba Allah tabarak wa taala anipe taufiki mimi na nyinyi tuogelee kwenye aya hii katika siku za Ramadhani zilizobakia. Hii aya moja tu. Kwa nini aya hii moja? Kwa sababu nimekuta kwenye aya hii Allahu tabarak wa taala ameleta mafunzo mengi kutoka kwa kiumbe dhaifu, kiumbe kinyonge sana, mnyonge sana. Mdudu sisimizi ana somo la maisha la mwanadamu, kumfundisha mwanadamu namna ya kuishi, na ndani yake inshallah tutamwambia mwalimu sisimizi atusomeshe na atatupa masomo 10. Twasoma masomo 10 kutoka kwa mdudu sisimizi, ili kama mwakumbuka, na naamini nyinyi si watu wa kusahau kwa karibu, Ramadhani iliyopita tulijaribu kuleta somo la aya 8 kwenye suratul Inshirah: alam nashrah laka sadrak. Siku 8 tulipeana masomo 8 ya kujenga tauhid, ya kujenga imani zetu, kwamba sisi maisha yetu kufanikisha ni kuwa karibu na Mola wetu. Na tukamuona Allah anavomlea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa malezi bora, ili awe mtu anayestahiki kuwa mwanadamu mfano katika ulimwengu. Sasa baada ya kuijenga mwaka jana imani yetu, sasa imani yataka matendo. Ndio mwaka huu tuna masomo 10 ya kujenga matendo yetu yawe mazuri, kwa sababu imani ikichanganyika na matendo ndio sababu ya watu kufaulu. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Kwa hivyo ni muunganisho wa darsa iliyopita, Ramadhani iliyopita. Najua nyinyi hata mmesahau tuliongea nini, si ndio? Lakini mimi sisahau, manake nilisumbuka kuitengeneza hii darsa. Wasema Waswahili, usahau mla kunde, lakini mwagiwa maganda hasahau. Kila asubuhi upata harufu mbaya pale, si ndio? Kwa hivyo tulizungumzia masala ya tauhid, kujenga akida zetu kwa sura hii ya malezi. Allahu tabarak wa taala mlezi amlea kiumbe chake bora Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kuonyeshana kama twataka kuishi kama watu ambao wana utu, ni lazima tuige malezi haya alofundishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwaka huu twasema kama twataka kuishi kama watu wenye utendaji bora, hatuna budi kumuigiza mdudu sisimizi. Ni kweli ni mdudu ndogo sana, ni mdudu dhaifu sana, lakini subhanallah ni mwalimu wa mwanadamu bora. Mwanadamu anayetaka kuwa mwanadamu mzuri lazima amkubali mdudu sisimizi. Na ubora wake yatosha kwamba ametajwa kwenye aya moja tu. Ndani ya sura nzima ametajwa kwenye aya moja tu. Lakini pamoja kuwa yeye ametajwa mara moja tu kwenye aya moja tu, lakini sura nzima imeitwa suratu An-Naml. Sasa muangalie udogo wake, uangalie na Qur'ani ilivyomtaja kwa uchache, mara moja, aya moja tu, lakini alafu ile sura kwa ukubwa wake. Umefungua suratu Naml, ina aya ngapi? Nani ataniambia? Iangalie suratu Naml ina aya ngapi? Na? Sijasikia. 30 na? Mbona tafarakat Banu Tamim ila firqatain. Jamani, tumezoea kutafautiana, hata pia kukiona kitu kiloandikwa namba pia tofutana. Yani tumezoea Waislamu migogoro tu kila mahali, hata unaloliona pia walitigo. 93. Haya, sawa. Alhamdulillah. Aya 93 ametajwa kwenye aya moja. Ina maana aya 92 hajatajwa. Lakini kumetajwa mitume hapa kwenye suratu Namli wakubwa, lakini haikuitwa sura hii kwa jina la surati Daud au Suleiman au mtume yote, limeitwa kwa suratu Namli. Tuko pamoja? Limeitwa kwa suratu Namli, mdudu dhaifu alotajwa mara moja kwenye mara 93, lakini jina la sura hii imeitwa suratu Naml. Kuwa makini ufaidike naye. Na kuanzia leo najua alikuwa ni kiumbe ambacho hukijali, sio? Naam? Nani alikuwa mjali sisimizi? Lakini ni katika your top lecturers. Your top lecturers, wale walimu wako wakubwa wa juu, basi mmoja ni sisimizi. Kama tulivyosema, Qur'ani tukufu imetuzungumzia visa vingi. Lakini kwa nini Qur'ani kitabu kitukufu alafu izungumze visa? Kuna faida gani kuleta visa ndani ya Qur'ani? Kitabu ambacho Allahu tabarak wa taala kakijalia kitabu hiki ndicho kitabu bora kulingana na vitabu vyote vilivyokuja. Na ubora wake, kila alokibeba kitabu hiki amekuwa bora. Ukiangalia Qur'ani, kila aliyeibeba Qur'ani amepata ubora kuliko wenzake. Nikisema hivi inamaanisha Qur'an ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala alimpa maneno haya au wahi huu Jibril alayhi salam, amletee nani? Mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa kuwa Jibril ndiye aliibeba Qur'ani aje nao kwa mtume, fasara Jibrilu afdal almalaikati fi sama au aminu sama. Kuwa Jibrili ameibeba Qur'ani, Allah tabaraka wa taala akamfanya Jibrili ndiye malaika bora mbinguni. Jibril ndiye mwalimu wa nani? Wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimletea Qur'ani akimfundisha, allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla
fakana qaba qausaini au adna. Jibril ndiye alikuja kumsomesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an, huku kuchukua jukumu hili la kuibeba Qur'ani fauka 7 samat, akaileta mpaka ardhini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heshima ya Jibrili ikawa juu, akawa Jibrili ndiye muaminifu wa mbinguni, ndiye malaika mwenye heshima zaidi kuliko wote mbinguni. Lakini aliyeletewa Qur'ani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume ameletwa na mitume kadhaa wamemtangulia, wakubwa zake walokuja kabla yake, lakini kwa kuwa mtume naye aliibeba Qur'ani akaipokea kwa Jibril, fasara afdalul anbiya'i wal mursalin. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyapokea maneno haya ya Allah, na yeye akapanda cheo, akawa ndiye bora kuliko mitume wote waliotangulia. Twajua mitume wote ni mitukufu. Tilka rusulu fallalna ba'dahum ala ba'din wa rafa'na ba'dahum darajat. Lakini pamoja na daraja walizonazo mitume wote, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye yuko top, kwa kuwa alikipokea kitabu hiki au maneno haya ya Qur'an. Wakati alipoipokea Qur'ani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani hii ilishushwa mwezi wa Ramadhan. Qur'ani hii imeshushwa ndani ya Ramadhan, kwa kuwa Ramadhan imepokea Qur'an. Ramadhani katika miezi ya kawaida, hata ile ashhurul hurum, miezi mitukufu minne, Ramadhani haipo, au sio? Lakini kwa kuletewa Qur'ani Ramadhani, kwamba Qur'ani imeshuka ndani ya Ramadhan, fasara Ramadhan shahrun adhimun mubarak, kama anavyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadhani ikapata cheo, ikawa ndio mwezi mtukufu uliobarikiwa, kwa kuwa ndani imeshuka nini? Qur'an. Lakini Qur'ani hii kwenye Ramadhan ilishuka, ilianza siku ya kwanza kwenye usiku. Ule usiku iliposhuka Qur'an, ikawa usiku ule wa kwanza ukaitwa Lailatul Qadri, ukawa ndio usiku wenye cheo zaidi, kwa sababu ndio usiku wa mwanzo kushuka nini? Qur'an. Allah akaupa cheo usiku huu, ukawa ni khairun min alfi shahr. Jamani, umeona umuhimu wa wewe kukaa kuisikiliza Qur'an? Angalau nawe uchukue hizi baraka. Qur'ani imemtawaza Jibrili, ikampa cheo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikampa cheo mwezi wa Ramadhani ukapata cheo kwa Qur'an, ikaipatia cheo usiku wa Lailatul Qadri ukapata cheo, ikawa usiku mmoja ni sawa na miezi 1000. Lakini Qur'ani hii Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliwasomesha umma wake, aliwasomea umma wake. Umma huu kuwa walipokea Qur'ani kwa Mtume, umma huu kawa bora kuliko umma zote zilizotangulia. Kuntum khaira umma ukhrijat linnas, ukawa ndio umma bora kuliko zote zilizotangulia, kwa sababu ya heshima kwamba ndio umma Mtume wake aliwasomea Qur'an. Lakini utakuta hata yule alochukua kazi ya kuibeba Qur'an na kuisomesha pia akapata cheo kwa kuwa ameibeba Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bora wenu, aliye bora zaidi katika umma nyinyi, umma bora, basi aliyewazidi kwa ubora ni yule atakaisoma Qur'ani na kaifundisha. Ina maana kila aloibeba Qur'ani amepata cheo na ameboreka katika dunia hii. Furahia unapopata vikao vyema kama hivi vya Qur'an. Tuko pamoja? Sasa kitabu hiki ambacho ndicho kitabu bora kiloletewa Mtume aliye bora, kitabu ambacho
ndicho kimekusanya dini yote, kwa sababu ndiyo mti wa mgongo wa dini hii ni Qur'an. Wa makhtalaftum fihi fa hukmuhu ila Allah. Allah asema popote mtakapopata kutofautiana, basi rudini kwa nani? Kwa Qur'an, ila Allah. Turudi kwenye kitabu chake Allah tabaraka wa taala. Wa ruhul wujud al-islam, wa ruhul wujud al-islami, bali Qur'ani ndiyo roho ya kupatikana Uislamu. Ina maana ikikosekana Qur'an hakuna Uislamu. Ndiyo Allah akachukua dhamana, inna nazzalna alayka dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi tumekushukishia kitabu hiki Qur'an na tutaihifadhi, kwa sababu ikikosekana Qur'an hakuna dini ulimwenguni. Angalia, dini zote zilipotea kwa kukosekana vitabu vyao. Vitabu vilivyopatikana nafasi ya kuongezwa na kupunguzwa, dini iko wapi? Zamani hizi nchi zetu za Kiafrika, imani yao kubwa ilikuwa ni zile nchi za Ulaya kule kiidini, au sio? Amerika au nchi za Ulaya, Uingereza, Germany, ilikuwa ndio, yani aona kwamba hawa ndio mfano wa imani yetu, na sisi imani yetu kuwa mzuri lazima tuwaige wao, au sio? Mbona mshachoka? Tumeelewana? Lakini kwa kuwa hawana vitabu sahihi, vitabu vyao havikuhifadhika, utakuta hawa mwisho wameonyesha wameshikiwa pua na hawa watu wetu walokuwa. Leo masala ya LGBTQ, ni kanisa gani la Muafrika linaofurahia? Lipo? Na wanalalamika. Walikuwa wakiona ndio mfano wa dini, hawa ndio malaika wetu. Lakini sasa mtu akombe wazungu washenzi. Washenzi vipi? Sasa ikiwa huu ni mshenzi, wewe ukimwabudu mshenzi, wewe mshenzi mara ngapi? Achana na ushenzi. Kwa nini? Kwa sababu wale mlioamini kwamba wana dini hawana kitabu. Madamu hawana kitabu, ni meli yatembea haina dira, itapanda mwamba tu hiyo, si ndio? Meli iko baharini, bahari kiza cha usiku, bahari ilivyo bahari inanguruma kawaida yake kwa mawimbi, haina dira pa kuelekea, itafanya nini meli hiyo? Itapanda mwamba, si ndio? Sasa dini zote hizi zilizokuweko ulimwenguni zimeyeyuka, zimemelt na dunia, kwa sababu hazina dira maalum. Lakini dini ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ni dini iliyo madhubuti, kwa sababu kuna kitabu cha Allah kilichohifadhika, kitabu kisicho na kasoro, kitabu ambacho hakina jongo. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tumshukuru Allah tabarak wa taala aliyetujalia ni wafuasi wa mtume ambaye Allahu tabarak wa taala alimshukishia kitabu ambacho hakina kasoro, hakina jongo, kiko vile vile kilivyo. Kama kilivyoanza ndivyo kitakavyomaliza, hakuna mabadiliko katika maneno yake. Tumeelewana? Kwa hivyo Qur'an ni kitabu ambacho kinastahiki kuwa mwongozo wa mwanadamu, na mwanadamu yote atakayekipa mgongo kitabu hiki hawezi kufaulu katika maisha, hawezi kuwa na furaha ya kudumu, atahuzunika na kujuta. Kwa sababu kitabu hiki kimeeleza maisha ya wanadamu ni njia mbili pekee. Maisha ya mwanadamu ni njia mbili pekee.
maisha ya mwanadamu, ima akikubali kitabu hiki akifuate, kwa sababu kitabu hiki ndio mwongozo wa mwanadamu. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas. Hii Qur'ani kazi yake moja ni mwongozo wa mtu wa kumlekeza kwenye maisha sahihi, maisha bora. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hakika hii Qur'an inalekeza watu kwenye njia ambayo ndiyo bora zaidi, ndiyo njia sawa zaidi, ndiyo njia yenye mazuri zaidi. Sasa kama njia ya pekee ya maisha bora ya mwanadamu ni Qur'an, mwanadamu amebakiwa na maisha mawili hapa duniani. Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah tabarak wa taala sema, nimewaambia hudan linnas, Qur'ani ni mwongozo wa watu watakaofuata mwongozo wangu. Fala yadhillu wala yashqa, huyo hatopotea akaenda kwenye njia sio, wala yashqa, wala hatopata tabu. Tuko pamoja? Ukifuata Qur'an, Allah tabarak wa taala sema, mwenye kufuata huu mwongozo wangu hatopata mambo mawili, na haya ndiyo mambo yanayomdhalilisha mwanadamu. Ima akapotea njia akawa anakwenda asipopajua, au mwanadamu yule akaenda sehemu ya mateso. Mtu anapopotea njia, lengine ninalofanya fuatilia ni kuteseka. Kwa nini? Kwa sababu hii Qur'ani ndiyo itakayokulekeza, nenda pale hii sehemu hii, wewe utapata kheri hii, acha kwenda huku kuna shari hii. Mwanadamu akikosa kujua anapokwenda, basi mwisho atateseka. Na ndiyo waambiwa, wakati wote unapofanya jambo, kwanza latakikana ulijue vizuri, usijifanyie tu. Kuna mafundi wawili wa mambo ya umeme wafanya kazi kwenye kampuni moja ya kushughulikia mambo ya umeme. Wakatumwa kwenda kwenye nyumba moja gorofa ya 40, umeme una matatizo. Umetokea shoti kwenye gorofa ya 40. Wale mabwana kuelezwa haraka haraka, wakatoka na tools zao mbio mbio kwenda walipofika pale moto hamna, ikabidi baada ya kutumia lifti watembee gorofa ngapi? 40, watembee na stairs, ngazi, wapande ngazi ya gorofa ya 40. Wakifika hoi, tabani, wamechoka. Sasa yule mmoja akamwambia mwenzake, kutafanyika kazi tena hapa? Kuisha mimi, nimechoka. Sijui nikirudi nyumbani itakuwaje leo nilivyochoka. Yule akamwambia, basi huo ni msiba mdogo, kuna wa pili. Akamwambia, nini? Akamwambia, ile nyumba tulioagizwa sio hii, umeme wake inafanya. Tumeelewana? Fala yadhillu. Tuko pamoja jamani? Qur'ani tamu, muhimu isomwe vilivyo tu. Qur'ani tamu. Wewe ukipotea utachoka, ukipotea utataabika, au si kweli? Sasa ndio Allah akwambia, famanittaba hudaya, atakayefuata muongozo wangu, fala yadhillu wala, huyo hatopotea. Na kama hatopotea, basi vile vile hatopata tabu. Lakini anayepotea njia anataabika. Tuko pamoja? Wallahi, ukiamua maisha yote ambayo hayaambatani na Qur'an, wewe utapata taabu tu, utapata taabu tu. Haiwezekani. Haya ni maneno ya Allah. Sasa hii ni njia ya kwanza. Qur'ani yakwambia katika dunia hii ukitaka kuishi, lazima ima uishi ni mfuasi wa Qur'ani inavyokulekeza. Kwa sababu hivi wewe ununue gari ile ina kitabu chake cha maelezo,
Ukiacha maelezo utumie kitabu kingine cha gari lingine, utaiunguza gari ile ama itabaki salama? Utaiharibu, au sio? Haiwezi kutenga. Kitabu unachochukua kurekebisha ile gari sicho. Sasa kwa kuwa sicho, wewe utaharibu. Fundi mweitwa kwenye gari hii inatumia ni ya kileo, kutumia inatumia kompyuta, si ndio? Wewe umekuja na manyundo na maspana, waigonga ba ba ba, wafikiria hii itafanya kazi kweli? Haifanyi. Kwa hivyo maisha haya ukitaka salama yake ni hivyo, kifuate kitabu hiki. Kwenye aya nyingine asema faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Mfumo wa pili wa kuishi ni kuishi na dhiki, na maisha ya dhiki ukikipuza kitabu hiki. Ukikipuza kitabu hiki utaishi maisha ya dhiki kwa ushahidi wa Qur'an. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu maishatan dhanka. Yeyote atakayekwenda na kinyume, atakaiweka mgongoni hii Qur'an, atakaipuza hii Qur'an, fa inna lahu maishatan dhanka, huyo ataingia kwenye maisha ya nini? Ya dhiki. Utakavofanya, utakavojiamulia starehe, mwisho starehe ile itakupa dhiki, kwa sababu si starehe iliyopata muongozo wa nini? Wa Qur'an. Kwa hivyo maisha ni mawili, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, au uchague waman a'rada an dhikri fa inna lahu maishatan dhanka. Hakuna njia mbili ya tatu. Uislamu hauna mtu wa katikati, huku niko na huku nipo. Hapana. Wewe ni uchague, ima uishi na Qur'ani yako, kitabu bora cha maisha yako, au uishi na kinyume chake. Ukiishi na kitabu chako, wewe huna hofu ya dunia hii. Mtoto mdogo hakuwa na hofu na matatizo ya ndege, kwa sababu mwendeshaji ndege ni nani? Babake. Wewe utakuwa huna hofu katika dunia hii, kwa sababu mpelekaji dunia hii ni mlezi wako, Rabbul Alamin. Allahu tabaraka wa taala kakijalia kitabu hiki ndio roho ya dini hii. Kwa maana utakapokipuza kitabu hiki, wewe waishi maiti kiimani. Japo umebakiwa na jina Hassan, Hussein, Salim, Omar, lakini utakapoamua kwamba sina haja nacho kitabu hiki, basi wewe ni maiti kwa upande wa nini? Wa imani. Unaishi ukiwa uko mochari, wangojea tu siku ya kuzikwa, lakini jamaa wanakulipia mochari. Tumeelewana? Hii ndiyo roho ya dini hii, ni kitabu hiki cha Qur'an. Kwa sababu gani? Minhu nastamiddu al-aqida. Katika kitabu hiki kuna mambo matatu ndiyo mategemeo yake, hatuyapati kwengine ila kwenye kitabu hiki. Cha kwanza, akida yetu. Imani yetu haiwezi kutolewa na mtu akatuambia, akatupa mfano wa kumwamini Mungu, isipokuwa namna ya kumwamini Allah. Akida yetu itoke kwenye nini? Qur'an. Sasa tukiipuza Qur'ani inavyosema kiakida, basi hata tukawa ni waumini, tutakuwa waumini maiti, kwa sababu itakuwa akida yetu inafanana na wale washirikina, kwa sababu tumekosa muongozo wa kitabu chetu. Lakini pia wa sharia, katika kitabu hiki ndipo tunapotoa sheria yetu. Sheria yetu haitoki kwa yoyote. Hakuna mwingine aweza kutuwekea sheria au akatuwekea ibada, fanyeni hivi. Allahu tabaraka wa taala asema, am lahum shuraka shara'u min ad-din ma lam yu'dhan bihi Allah falawla kalimatul fasli laqudiya bainahum. Kuna mwingine
ambao wamemfanya ni mshirika wangu, wanaweza kuchukua sheria yao na dini yao kwake asiyekuwa mimi. Yeyote yule ambaye ameweza kujizushia sheria au ibada ambayo haikuletwa na Allah kupitia kwa mtume wake, basi Allah asema ni vile nishatoa siku maalum ya kuwaweka wazuri na wabaya mbalimbali, lakini lao sikutangazwa kwa ile siku, basi hapo hapo mtu angehukumia. Lakini ashatangaza kuna siku, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, iko siku. Kwa hivyo utaachwa, utafanya unachotaka, lakini ila Allahi marji'ukum jamia, hakuna budi, kuna siku mtarudi kwa Allah tabarak wa taala. Kitabu hiki, jambo la tatu ambalo halitoki kwa mtu mwingine, hatufai kuliiga kwa yeyote mwingine, al-akhlaq, ni tabia njema. Akida yetu, sheria yetu na tabia zetu lazima zitoke kwenye Qur'an. Na labda isimghuri nafsi ya mwanadamu asema Qur'an, kwa hivyo mtume ni Qur'ani. Mtume ndiye nani? Atiu Allah wa atiu ar-rasul. Kaifa kana khuluqun nabiy sallallahu alayhi wasallam bi Aisha. Wallahi mimi nikisoma hadithi hii inanipa uzito wa kumueleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ubora wake, alafu tukapatikana Waislamu tukaamua kuishi na Uislamu lakini mbali na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukaamua wewe kuishi na Uislamu lakini mwalimu wako ukamkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukaiga wengine, ukafuata ya wengine, na hali una mtume kiasi hiki. Jamani, katika duniani walomsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa bora katika wanadamu, hakuna zaidi ya Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha. Aisha ni nani? Ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba Aisha alikuwa ni mdogo sana katika wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mke mdogo sana. Mtume amua Aisha, yeye yuko kwenye miaka 50, Aisha yuko juu ya kwenye miaka 10. Gapu ni kubwa sana, au si? Wewe nenda ukaoe mwanamke ana miaka 8, wewe una miaka 50. Uangalie kama utoki ndevu za masikio. Jaribu. Tumeelewana? Umeona masikio kutoka ndevu, wewe utaota ndevu kwenye masikio. Kwa sababu ule umri utakuwa haumachi kabisa, haukaribiani. Sasa itakuwa wewe siku zote umeanza ni mwalimu wa nasari sasa. Tumeelewana? Wamuonaje yule mwalimu wa nasari school ya chekechea, upumzika yule? Mwalimu wa chekechea hapumziki, manake husomesha elimu, ni mlezi, ni security, kila kitu ni yeye kwa ule mtoto. Manake yule hajui lolote, ahitaji amlinde, ahitaji amsomeshe, ahitaji amlee, ahitaji kila kitu ni yeye. Kwa hivyo ndivyo utakavyokuwa. Lakini la ajabu, kulingana na tabia bora ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaoa msichana huyu mdogo, na katika walomsifu duniani Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna alomsifu vizuri kuliko ummuna Aisha radhiyallahu anha. Alifikiria mara ngapi mpaka akazalisha sifa hii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wajua alimsifu nini? Aliulizwa Bi Aisha, iko vipi tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Jibu lake akasema, kana khuluquhu alquran, kana khuluquhu alquran. Alikuwa Mtume tabia yake ni vile Qur'ani ilivyo. Kaanna ar-rasula Qur'anun yamshi ala al-ardh. Alikuwa Mtume ni kama ile Qur'ani, tofauti ni kwamba Mtume ni Qur'ani inaotembea juu ya ardhi.
na kitabu hiki cha Qur'an ni Qur'ani iliyobebwa ndani ya vifua. Yeye alikuwa akitembea ardhini. Ni kwamba alikusanya tabia zote nzuri, basi akamweka nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ninachokusudia, mke mdogo wa umri huu amsifu mume mzee kiasi hiki, tena mume mwenye makero. Makero vipi? Ana wake zaidi ya 8 baadaye. Wewe ukiwa na mke wa pili ufikiria utasifiwa tena? Hata ukamsifu yeye atapotosha. Mashaallah, mke wangu chakula kizuri, akwambia ungekwenda kutafuta kingine kizuri, kile ni kizuri zaidi. Yani hata ukitaka kuitia ile furaha, kuna mapancha utokezea tairi. Wewe ujaza upepo. Subhanallah. Tumeelewana? Lakini pamoja na hivyo ana wake wengine 8 huko au 10. Aisha ni wa 11. Lakini bado Aisha akawa na fursa ya kumsifu Mtume sana. Ni kwamba Mtume alimzidi sana Aisha, au aliuzidi ulimwengu kwa tabia njema. Na haya ndiyo maneno ya Allah, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Basi kiumbe bora kama huyu ambaye alomuumba amwambia una tabia ya juu zaidi, tukufu zaidi, vipi wewe ukatafute marafiki wengine umwache rafiki huyu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Jamani, urafiki wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni wa ajabu. Mtume yuenda Mi'raj, anapandishwa juu mpaka mbingu ya 7, afika Sidratul Muntaha, kwenye sehemu ambayo Jibril asema hapo sivuki mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kumsalimia Mola wake. Atamsalimia vipi? Angalia kiumbe bora mwenye tabia bora, atafautisha salamu yako na yake na salamu ya muumba wake. Hawezi kumwambia Allah assalamu alayka, amani iko juu yako. Amepewa na nani amani hiyo? Mungu. Nani alomtuleta Mungu amani? Wallahu huwa salam, na Allah ndiye amani. Kwa hivyo itakuwa amemkosea heshima akimwambia Allah assalamu alayka. Amwambia nini Mtume? Amsalimia vipi? Na lazima amsalimie Rabbuhu, mlezi wake. Asema attahiyatu lillah, sallu ala habibikum. Neno ajab, attahiyatu lillah, maamkuzi bora yote ni yako wewe Allah. Angalia adabu hii. Wewe mwanao alomzaa kwa buda assalamu alaykum, buda assalamu alaykum, buda assalamu alaykum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atafuta maneno gani yatakuwa yamempa heshima Allah, na lazima nimsalimie Allah, na najua katika salamu yangu ni assalamu alaykum, amani iwe juu yako. Lakini hii amani hii nitamwambiaje Mtume umeletewa amani? Aletewe na Allah, umeletewa na amani. Nani atampa Allah amani? Na amani ni yake Allah. Kwa hivyo sina neno la kumwambia, ila ni kumwambia mamkuzi mazuri yale unaoyajua yote Allah mazuri, lillah, attahiyatu lillah. Ndio pale wewe ukikaa kwenye tashahud unasema nini? Attahiyatu lillah, as-salawatu. Na mbona jamaa hakuna mtihani hapa, ufeli hapa? At-tayyibatu lillah. Kwa hivyo angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ampamba Allah tabarak wa taala kwamba mamkuzi bora na msamaha na rehema na mazuri yote ni yako wewe Allah tabarak wa taala.
Lakini Allahu tabarak wa taala naye amregeshea muitikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asimwambia assalamu alayka ayuha nabii wa rahmatullahi wa barakatuh, na amani yangu iko juu yako na rehema zangu na baraka zangu ziko juu yako mtume wangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuona amepewa zawadi hii kutoka kwa Allah ya amani na rehema na baraka, mtume kwa huruma zake na mapenzi yake na urafiki wake na kila muumini wake hakuitikia akatosheka akasema amin. Mtume ajibu assalamu alaina wa ala ibadillahi. Jamani, twaswaliwa na mtume Muhammad. Kila ukiswali wewe waipata swala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakimbia msikiti wenda wapi? Waikimbia swala wenda wapi? Wamkimbia mtume Muhammad, waikimbia dini yako, akida yako, sheria yako, tabia yako, wenda kwa nani anayekuhurumia zaidi ya mtume wako? Jamani, wengine wote watudanganya. Mkweli wetu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marafiki wote watudanganya. Hakuna marafiki wateshi kama walevi. Ulevi kazi yake ni kumweka mtu, hata ukamuuliza mtu mbona walewa, kwambia nafanya kazi ngumu, si ndio? Baadaye kipiga vile vitu ninakuwa free man, wanavyosema. Lakini hata ulevi unakudanganya. Wewe hujaona shirika la ulevi picha yake ni simba, la kwambia bia imara kama simba, yani ukipiga utakuwa imara, lakini piga uangalie unakuwa kama mkufu. Tumeelewa? Kuna simba hapo. Basi jamani, mkweli as-sadiqul amin ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeamua Ramadhani kuwa naye, tusimuache mkono, kwani mwenye kumwacha mkono mtume bila shaka yuenda kupata tabu. Allah tujalie ni wenye kuongoka, kuipenda dini yake, kumpenda yeye Allah na mtume wake, na ni wenye kuwafikiwa na kutakabaliwa kwa yote mema tunayoyafanya. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.